Chuo cha Ufundi Arusha kwa kushirikiana na taasisi ya Abnan Transport and Logistics kimetoa vyeti kwa wahitimu wa mafunzo ya udereva kwa wakufunzi yaliyolenga kuwajengea uwezo na ujuzi zaidi katika ufundishaji wa madereva pamoja na kuzingatia sheria na usalama barabarani. Akizungumza katika hafla hiyo, mgeni rasmi, Waziri wa Ujenzi na Uchukuzi, Dr. Khalid Salum Mohamed, amesema mafunzo hayo ni muhimu katika kuhakikisha sekta ya usafiri inakuwa na madereva wenye ujuzi, nidhamu na uelewa wa kutosha kuhusu sheria za barabarani. Lakini unaweza kufanya yote kama watu hatutobadilika. Change mindset, hatutobadilika. Miundombinu yetu yote itakuwa ovyo. Hata tuje na magari, mabasi mazuri, luxury, yatakuwa ovyo kama hatujabadilika. Nitoe wito kwa madereva, waendesha pikipiki, waendesha baskeli, watembea kwa miguu, tuheshimu sheria za barabarani. Tuheshimu maisha yetu na ya wenzetu. Tuheshimu watumiaji wengine wote wa barabara. Na tusio wakaidi. Lakini kubwa, tutunze miundombinu iliyogharimu pesa nyingi sana. Kwamba mnaahidi kwamba hamtokuwa wakufunzi wa kupata vyeti, kwa sababu mmesoma dereva theory na vitendo practical. Nendeni ka practice hivyo katika kuwafundisha hao wenzenu. Kuna makampuni makubwa sasa hivi yanakuja, yanataka madereva wenye class. Ndio utakuta madereva companies nakuja na madereva wao kama hatutowafundisha vijana. Mbele yako ni wahitimu wa mafunzo ya udereva ambapo jumla yao walikuwa ni wanafunzi 40, wanafunzi 8 kutoka chuo cha Karume yani KISTI, ambapo miongoni mwao ni wahasiri na mainjinia mbalimbali. Kwa nini Abnani na chuo cha ufundi Arusha imeona haja hii? Imeona haja hii taaluma hii kuwapelekea wao ili sasa kwa pamoja waweze kuweza kuzalisha madereva ambao tunawahitaji. Tunaona juhudi za Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi ambapo kuna miundombinu salama ya smart camera. Hivyo tumepeleka elimu hii kwao ili iendane sambamba na maendeleo ya teknolojia ambayo Rais wetu Dr. Hussein Ali Mwinyi namna anavyopiga mwingi katika kuboresha miundombinu salama. Akizungumza kwa niaba ya washiriki wa mafunzo hayo, ndugu Shemsa Salahadini Mohamed ameeleza kuwa mafunzo hayo yamewajengea uelewa mpana kuhusu namna bora ya kufundisha udereva pamoja na umuhimu wa nidhamu na uzingatiaji wa sheria za barabarani. Tunaondoka na dhamira ya kuwa chachu ya mabadiliko katika taswira ya udereva kwenye vyuo tutakavyofundisha. Tunalenga kujenga kizazi cha madereva ambao wanaendesha kwa maarifa, nidhamu, tahadhari, kuheshimu kanuni na sheria. Zaidi ya yote wanaendesha kwa kulinda maisha. Basi tuachukue haya mafunzo kuwapa wale walimu ambao wanafunzi ambao tunawapa ile elimu ambayo ya usalama barabarani, kwamba moja wawe na nidhamu ya njia. Ikiwa dereva hana nidhamu ya njia, basi atafanya mambo ya hofu ambayo yatazalisha ajali, kwamba dereva huyu atakuwa ni mlevi, dereva huyu atakuwa anaendesha mwendo ambao kasi na mengineyo, jambo ambalo linakusababisha hivyo vifo na majeruhi. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Angel Paul, nyuma ya kamera ni Jabir Ridwan. Suala la ajali za barabarani limekuwa ni janga kubwa hapa nchini, na sababu kubwa inayopelekea ajali hizo ni madereva kudharau sheria na taratibu za usalama barabarani. Hivyo serikali kwa kutambua umuhimu wa suala hili imeiagiza Wizara ya Ujenzi na Uchukuzi kuhakikisha tunaweka kamera za barabarani ambazo zitasaidia kuchukua makosa kama mataifa mengine yaliyoendelea yanavyofanya. Katika juhudi za kuimarisha usalama barabarani Zanzibar, Mamlaka ya Usafiri na Usalama Barabarani Zanzibar imeanza kutumia teknolojia ya kisasa ya rada kamera na speed kamera. Kupitia kamera hizi, endapo dereva atazidisha mwendo wa chombo kinyume na viwango sahihi kilichowekwa katika maeneo husika, kuendesha chombo cha maringi mawili bila kuvaa kofia ngumu yani helmet, kupakia mizigo au abiria kinyume na utaratibu, pamoja na makosa mengine yote yaliyoorodheshwa
Katika sheria namba 7 ya mwaka 2003 ya sheria ya usalama barabarani, kamera hizi zitarekodi makosa, muda, eneo pamoja na nambari ya usajili ya chombo. Kisha mfumo utatuma ujumbe kwa mmiliki wa chombo kupitia simu ya mkononi baada ya kufanya kosa, pamoja na nambari ya malipo, yaani control number anayotakiwa kulipia si zaidi ya siku 14. Mamlaka inawasisitiza wananchi wote wa Zanzibar kubadilisha umiliki wa vyombo vya moto mara tu baada ya mauziano, kwani faini hutozwa kwa jina la mmiliki aliyesajiliwa katika mfumo na kadi ya chombo.